Asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Haya ni maneno ambayo sio maneno ya kutungwa, sio maneno ambayo ni msemo. Ni msemo kana kwamba labda umetungwa au unatumiwa na watu. Naona kama vile misemo mingine inavyotumika. Lakini haya ni maneno ambayo tunasoma katika Biblia. Kwamba Biblia inasema kwamba asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Kitabu cha waraka wa kwanza Timotheo 5 na ule mstari wa 6, Biblia inasema bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Anasema bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Maana yake ni kwamba mtu ambaye hawezi kujizuia anatafsirika kwamba amekufa, ingawa anaweza kawa anatembea, lakini huyo mtu amekufa. Maana yake ni nini? Maana yake sisi tumepewa uwezo wa kujizuia. Tumepewa uwezo wa kujizuia, lakini mtu inapofika hawezi kujizuia, sasa hawezi kujizuia, maana kila kitu anaweza kufanya, kila kitu anaweza kukiruhusu kiingie ndani yake, huyo mtu atakuwa mfu. Huyo mtu anatafsirika kwamba amekufa ingawa yu hai. Kwa hiyo katika siku hizi watu wengi wanashindwa kujizuia. Watu wengi wanashindwa kujizuia, na hii ni ishara au hii ni dalili ya kwamba tupo katika siku za mwisho, kwa sababu Biblia inasema tena, labda nisogee kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo 3, ambapo Biblia anasema lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwenye nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Unasema wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasinziaji. Lakini pia anasema wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao nasa kuliko kumpenda Mungu. Lakini hapa anasema wasiojizuia. Kwa hiyo watu wasiojizuia ni watu ambao watatokea pia katika siku za mwisho, na itatuonyesha kwamba pia tupo katika siku za mwisho. Kwa hiyo wakati ambao tupo ni wakati sasa ambao watu hawawezi kujizuia tena. Utaona kwamba sasa watu hawawezi kujizuia. Maana yake ni kwamba watu wanaweza kufanya mambo pasipo hata kufikiria kwamba hiki wanachokifanya, je, anampendeza Mungu? Watu wanajua kabisa haya anayofanya mpendezi Mungu, lakini sasa wanafanya kwa sababu wanashindwa kujizuia. Utaona sasa watu hata wamefika mbali, sio wanafanya tu uasherati ule ambao ulikuwa unajulikana, lakini sasa uasherati ambao unafanyika sasa ni uasherati ambao umefika mbali kiasi kwamba watu kulala na wanyama ni kawaida. Watu sasa hivi kuingiliana maumbile wao kwa wao ni kawaida. Naona maana yake inapofikia mahali hapo inakuwa sasa watu wamefika mbali, wameshindwa kujizuia nafsi zao, wanashindwa kujizuia. Naona kwa hiyo wanatenda matendo ambayo ni matendo ambayo hata Mungu mwenyewe anapofikia matendo yanapofika kwa Mungu, mambo yanapofika kwa Mungu, inaleta sasa ile ghadhabu ya Mungu. Inafanya sasa ile ghadhabu ya Mungu iweze kuwasili hapa mapema, kwa sababu watu wanashindwa kujizuia. Ndicho kilichotokea kipindi cha watu wa kina Nuhu. Kipindi cha Nuhu watu walikuwa wanatenda maovu, lakini sasa ikafika sasa watu wakashindwa kujizuia. Hata wale watu ambao walikuwa wanatembea katika njia za Mungu wakajikuta sasa wanaingia nao katika njia za watu wengine waovu. Kwa hiyo wale wana Mungu wakatamani mabinti za wanadamu na wakajitwalia wake huko, maana yake wameshindwa kujizuia. Kwa hiyo sasa katika siku hizi watu ambao ni waitwa wa Kristo wanashindwa sasa kujizuia. Wanaona sasa watu wa kidunia ni kama wanaendelea vizuri. Watu wa kidunia ni kama wanastawi vizuri katika uovu wao. Kwa hiyo wanajikuta wanashindwa kujizuia, wanajikuta nao wanajichangamana na watu wa dunia. Utakuta leo ni binti wa Kristo, ni mwanamke wa Kristo ambaye ameokoka, lakini sasa anashindwa siku hizi kujizuia, anaanza kugeuka kuwa watu wa kidunia, anaanza kugeuka kama wale mabinti tu wa kidunia. Kwa hiyo anaanza kuvaa kama watu wa kidunia, kwa sababu sasa ameshindwa kujizuia. Lakini anasema hapa asijizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Amekufa ingawa yu hai. Kwa hiyo tunapaswa kuweza. Kwa hiyo mtu ambaye kweli ameokoka anapaswa kuweza kujizuia. Na ukiona kwamba unashindwa kujizuia, kila kitu unakiruhusu kiingie ndani ya nafsi yako, kila kitu unakitamani, kila kitu unakisikiliza kwa masikio yako, kila kitu unakiangalia kwa macho yako. Leo watu wengi wanaangalia picha za uchi mtandaoni, wanaangalia pornography, naona wanakesha huko wanaangalia. Leo wanasikiliza muziki za kisinzi, muziki za kidunia, wanasikiliza hayo, wanaruhusu ipite katika masikio yao, wanaangalia kwa macho yao. Hawezi kuzuia. Mtu hawezi kukaa hata dakika hajapita huko mtandaoni na kuperuzi. Hawezi kuangalia, Sasa huyo mtu amekosa kitu ambacho inaitwa kujizuia. Amekosa kitu ambacho kinaitwa kujizuia ndani yake. Kwa hiyo ukiona kwamba huwezi kujizuia
katika mambo hayo, mambo ya kidunia, mambo maovu, unaingia kila ukitaka kuzini unaenda tu kuzini tena, ukitaka kufanya hiki unafanya, uweze kujizuia, uweze kujizuia. Kwa hiyo sasa hiyo ni ishara kwamba unahitaji msaada wa Mungu, unahitaji neema ya Mungu, unahitaji neema ya Mungu, unahitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anaweza kukupa nguvu ya kuweza kujizuia na dhambi, kuweza kujizuia na mambo mabaya, kuweza kujizuia na mambo mabaya. Unaona? Na kitabu kile cha Mithali, labda nisome tena kitabu cha Mithali. Huu ni ujumbe mfupi ambao unatukumbusha kwamba tupo katika siku za mwisho, kwa sababu watu wengi katika siku hizi za mwisho hawatashindwa kujizuia. Sasa watu ambao, na hapa nazungumzia wale watu sasa ambao kwanza walikuwa ni Wakristo lakini wakageuka kuingia katika ulimwengu, wakashindwa kujizuia, Kitabu cha Mithali sura 25 na ule mstari 28. Biblia inasema kwamba mtu ambaye sasa hawezi kujizuia anafananaje? Kitabu cha Mithali sura 25 na ule mstari 28. Biblia anasema asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta. Asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta. Maana yake ni kwamba mtu ambaye hawezi kutawala roho yake, hawezi kujizuia. Maana yake mtu mfano wake ni kwamba ni mji uliobomolewa usio na kuta, ambao sasa huo mji kila kitu kinaweza ikapita tu, ikafanya uharibifu huko. Unaona, huyo ndo mtu ambaye anafanana, mtu ambaye hawezi kujizuia. Kwa hiyo jiangalie ndugu yangu, je, upo katika kundi gani? Upo katika kundi la wasiojizuia? Watu wasiojizuia ni watu ambao wametajwa kwamba watakuja kutokea katika siku za mwisho. Unaona, kwa hiyo angalia upo katika kundi gani. Leo maasi yanayotendeka sio kwamba eti kwamba anatendeka, sio kwamba maasi ambayo yanatendeka ulimwengu, sababu Biblia inasema kwamba hakuna jambo jipya chini ya jua. Sio kwamba alikuwa atendeki, lakini sasa watu wamekosa kujizuia. Kwa hiyo sasa wanavuka mipaka. Unaona? Kwa hiyo solution ni kwamba ni kumpokea Yesu Kristo ili aweze kupata nguvu ya kuweza kujizuia kufanya dhambi, uasherati, ulevi, unaona, kutumia madawa kulevya ambayo yanaharibu mwili wako, kutumia vitu kama hivyo, sigara, ugoro. Unaona, unatumia vitu ambavyo vinaharibu mwili wako. Unaona, na sio kwamba unapenda lakini unashindwa sasa kujizuia. Kwa hiyo sasa unapaswa upate msaada wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapatikana leo bure na anabisha mlangoni mwako, moyoni mwako. Unaona, ni wewe tu kuamini na kumwamini Bwana Yesu na kuamua kutubu dhambi zako kwa kumwambia kuziacha kabisa, na kuomba Roho Mtakatifu nafasi aweze kutengeneza, na kuomba Yesu Kristo nafasi aweze kutengeneza, kufanye kwa chombo kipya, akupe nguvu ya kuweza kujizuia, uweze kuishi katika maisha ya utakatifu na uweze kwenda kumuona Mungu. Kwa sababu Biblia inasema kwa siku takatifu hakuna awezaye kwenda kumuona Mungu. Na kama umeweza umeokoka kweli kweli, umepokea Roho Mtakatifu, basi unapaswa kuishi kwa kujizuia. Sio kila kitu uangalie, kwa macho yako, sio kila kitu ukisikilize, sio kila kitu kitazame, sio kila kitu tamthilia, vichekesho upite huko uangalie watu wamevaa uchi, ulishe tu nafsi yako, unapaswa kuweza kujizuia na mambo haya ya kidunia vyote. Weka mipaka, vitu ambavyo unasikiliza, vitu ambavyo unavitazama, ili uendelee kuwa katika hali ya utakatifu, uweze kwenda kumuona Mungu. Kumbuka tunaishi katika siku za mwisho, parapanda imekaribia na Bwana Yesu Kristo yuko mlangoni. Wakati wote watakatifu wataweza kunyakuliwa. Hivyo basi ni wakati wa kujiandaa, na neema ya Mungu itusaidie. Shalom.